Waziri wa Ulinzi wa Urusi anayefahamika kama Andrei Belosov amefanya mazungumzo na kiongozi wa Korea Kaskazini Bwana Kim Jong-un huko Pyongyang nchini Korea kujadili hali ya sasa na matarajio ya ushirikiano wa kijeshi kati ya Moscow pamoja na Pyongyang. Belosov amesema wakati wa mkutano huo kuwa wamefikia makubaliano na Wizara ya Ulinzi ya Korea Kaskazini ili kuweka ushirikiano wao wa kijeshi katika msingi endelevu na wa muda mrefu. Wako tayari kusaini mpango wa ushirikiano wa kijeshi wa Urusi na Korea Kaskazini kwa kipindi cha mwaka 2027-2031 mwaka huu. Alibainisha kuwa ilikuwa heshima kubwa mno kukutana na kiongozi huyo wa Korea Kaskazini ambaye alimshukuru kwa mapokezi ya joto ya kitamaduni yaliyotolewa kwa ujumbe wa Urusi huko Pyongyang. Kwa mujibu wa Belosov, amesema uhusiano kati ya Urusi na Korea Kaskazini uko katika kiwango cha juu mno kwa sasa. Mwaka huu unaahidi kuwa na matukio sawa katika suala la mawasiliano ya pande mbili katika maeneo mbalimbali. Belosov alisema kwamba Wizara ya Ulinzi ya Urusi inathamini sana uamuzi wa kiongozi wa Korea Kaskazini wa kualika ujumbe wa kijeshi wa Urusi kwenye ufunguzi wa jumba la makumbusho la ushujaa wa mapigano katika operesheni za kijeshi za ng'ambo. Ni heshima kubwa na fursa kwa kushiriki katika tukio hili la kihistoria, Belosov amesema. Naye Rais wa Urusi Vladimir Putin kwa upande wake ameweza kutoa shukrani zake kwa wanajeshi kutoka Korea Kaskazini walioweza kushiriki katika shughuli za ukombozi na mapigano katika mkoa wa Kursk dhidi ya wanajeshi wa Ukraine. Putin amesema, ningependa kuwashukuru kwa dhati wanajeshi mashujaa wa Korea washiriki katika shughuli za mapigano katika mkoa wa Kursk na kuwaenzi mashujaa walioanguka. Kiongozi wa Urusi amesema katika Telegram wakati wa ufunguzi wa jumba la ukumbusho la ushujaa wa mapigano katika operesheni za kijeshi za ng'ambo huko Pyongyang nchini Korea Kaskazini. Alisema wakipigana bega kwa bega na ndugu zao wa Urusi, wanajeshi na maafisa wa Korea walionyesha ujasiri wa kipekee na kutokuwa na ubinafsi wa kweli, wakijifunika kwa utukufu usiofifia. Matendo yao yasiyo na kifanya tabaki milele mioyoni mwa kila raia wa Urusi. Ukumbusho huo ambao unafunguliwa leo unakusudiwa kuendeleza ukumbukumbu ya ushujaa wa wanajeshi wa jeshi la watu wa Korea na dhabihu zilizotolewa kwa ajili ya ushindi wa pamoja, mkuu wa nchi amesema. Putin ameonyesha imani kwamba ukumbusho huo ungekuwa ishara inaonekana ya urafiki na umoja wa watu wao, yani Korea pamoja na Urusi. Kiongozi huyo pia Urusi alitoa shukrani za dhati kwa kiongozi wa Korea Kaskazini Bwana Kim Jong-un na kila mtu aliyehusika katika utekelezaji wa mradi huu mkubwa katika muda mfupi iwezekanavyo uliopangwa kuadhimisha kumbukumbu ya ukombozi wa mkoa wa Kursk kutoka kwa uvamizi, yani wanajeshi wa Ukraine. Na huu ndio mwisho wa taarifa fupi hivi punde kutoka huko pia nchini Korea Kaskazini, ambako tunaona uhusiano wa nchi hizi pia unazidi kudumu na kuonekana kuimarika zaidi kila siku, ambako pia tunaona tayari pia kiongozi kutoka nchini Urusi ambaye ni waziri wa ulinzi alikuwa amewasili huko nchini Korea Kaskazini pia kwa ajili ya mazungumzo zaidi na kiongozi wa Pyongyang na kiongozi wa Korea Kaskazini Bwana Kim Jong-un. Lakini pia tunaona kile ambacho amekizungumza Putin, akisifu jitihada na kujitolea kwa wanajeshi wengi wa Korea Kaskazini katika ukombozi wa mkoa wa Kursk huko nchini Urusi. Asante sana kwa muda wako, endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati, na kama bado hujajiunga nasi basi sasa nakusia kwamba unaweza kujiunga nasi sasa moja kwa moja kabisa kwa kubonyeza kitufe cha neno subscribe. Asante sana. Hii ni JM TV.